Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wanatarajiwa kwenda Marekani wiki ijayo kusaini makubaliano ya mwisho yanayolenga kufikia amani ya kudumu mashariki mwa Kongo. Serikali ya Kongo imethibitisha juu ya hatua hiyo itakayohitimisha juhudi za kidiplomasia za miezi kadhaa zinazoongozwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amethibitisha kwamba utiaji saini utafanyika Disemba 4, siku moja baada ya Rais wa Rwanda Paul Kagame kuonyesha matumaini kuhusu makubaliano hayo. Tshisekedi amesema amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa Kongo itaweza tu kupatikana ikiwa watu wanaohusika moja kwa moja watajitolea kufikia matokeo mazuri. Msemaji wa Rais Tshisekedi Tina Salama ameliambia shirika moja la habari kwamba utiaji saini wowote wa Kongo utategemea hatua ya Rwanda ya kusitisha kuwasaidia waasi wa M23. Msemaji wa Rais Tshisekedi ameongeza kusema kwamba makubaliano ya amani lazima yafikiwe na pasipo na mchanganyiko aina yoyote na bila kuwajumuisha wapiganaji wa M23. Aidha, amesisitiza juu ya hatua ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda, jambo ambalo tayari lilikubaliwa katika makubaliano ya awali yaliyosainiwa mwezi Juni na mawaziri wa mambo ya nje wa Kongo na Rwanda. Eneo la mashariki mwa Kongo linakabiliwa na mapigano kati ya vikosi vya serikali na zaidi ya makundi 100 yanayomiliki silaha na yenye nguvu kama lile la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Mgogoro huo uliongezeka mwaka huu huku M23 ikiteka miji mikuu ya Goma na Bukavu, hali inayozidisha mgogoro wa kibinadamu ambao tayari ni mmoja wa migogoro ya kibinadamu mikubwa zaidi duniani. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema serikali ya Rwanda imepeleka kati ya vikosi 3,000 na 4,000 huko mashariki mwa Kongo vinavyoendesha shughuli pamoja na waasi wa M23. Rwanda imekanusha kuwa inawasaidia waasi hao, lakini imesema hatua yoyote inayochukua katika mzozo huo ni kwa ajili ya kulinda eneo lake. Kagame siku ya Alhamisi alielezea wasiwasi wake kwamba mamlaka za Kongo zinapuuza makubaliano ya awali na zinabadilisha malengo kila mara, akiongeza kuwa mafanikio ya makubaliano hayo yatategemea kujitolea kwa pande hizo mbili zinazopigana. Rais wa Rwanda amesema baadhi ya michakato haitaweza kufanya kazi, sio tu kwa sababu anakutana Washington au kwa kuwa Marekani inayohusika ni taifa yenye nguvu, lakini ni kwa sababu wanaohusika moja kwa moja wanajitolea kufikia matokeo ya mwisho mazuri yatakayoleta amani.